ya kocha huyo rasmi. Hivi ninavyozungumza nawe, klabu ya Wekundu Msimbazi Simba imeweza kumtangaza kocha Steve Barker kutoka pale Afrika ya Kusini kwa mkataba wa miaka miwili rasmi. Simba wameweza kumtangaza kocha ambaye aliweza kuzungumzwa vingi kweli kweli huko. Ni kocha ambaye mwenye mifumo mingi kweli kweli. Ni kocha ambaye anajua nini ambacho anachokihitaji kwenda kukifanya katika mashindano mbalimbali. Raia kutoka Afrika ya Kusini, kwangu mimi naona ni usajili mzuri, kwa sababu ni kocha ambaye analifahamu vizuri soka la Afrika. Hana historia kubwa sana kwa soka hili la Afrika, lakini pia kutokana na uwezo na umaridadi ambao aliyokuwa nao Steve Barker, ni moja kati ya kocha bora kwelikweli ambao Simba wameweza kuinasa saini ya kocha huyo. Kwangu mimi binafsi naona ni usajili mzuri na ni wakati mzuri ambapo Simba wameweza kumpata aina ya kocha huyo. Ni kupe tu taarifa kwamba ni moja kati ya makocha ambao wanajaribu kutumia ule mfumo wa direct football. Jana hapa tulizungumza na tulijaribu kuweza kumchambua ni kocha wa aina gani, aina ya football ambayo anayoitumia Steve Barker ni direct football. Amezaliwa ngoja twende katika historia ya kocha huyu raia kutoka pale Afrika ya Kusini. Ni usajili ambao kwangu mimi binafsi naona ni usajili mzuri. Labda Simba walete kipengele wao wenyewe, lakini ni kocha ambaye ni kocha mzuri, ni kocha ambaye mwenye uwezo na mwenye uwezo wa kulifundisha soka barani Afrika. Nilikwambia mara kwanza ametokea klabu ya Stellenbosch kutoka pale Afrika Kusini, na moja kati ya mafanikio ambayo aliyoweza kuyapata kocha huyo ni kuweza klabu yake kuifikisha robo finali michuano ya CAF Confederation Cup. Amezaliwa tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 1967 akiwa na umri wa miaka 57. Raia kutoka Afrika Kusini, na moja kati ya vitu anavyovitumia formation katika eneo la uwanja ni moja kati ya makocha ambaye wanajaribu kutumia mfumo wa 4-3-3. Ni kocha ambaye anatumia mfumo wa mabeki watatu, viungo wa shambuliaji katika eneo la katikati watatu, na kiungo wa shambuliaji katika eneo la mbele, kwa maana kwamba ni watatu. Nilikwambia mara kwanza amezaliwa mwaka 1967 akiwa na umri wa miaka 57. Lakini pia kocha Steven Barker mwaka 2008 mpaka 2009 alikuwa ni kocha wa Pretoria. Alikuwa ni meneja mkuu wa klabu hiyo ya Pretoria. Lakini pia mwaka 2014 mpaka 2015, tarehe 23 mwezi wa 11 2014 na mpaka tarehe 15 ya mwaka 2016 alikuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha Amazulu, ni pale pale Afrika ya Kusini. Kutoka hapo kocha huyo ni kuanzia tarehe 16 na mpaka 2016 na mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6 mpaka 2017 alikuwa ni kocha wa Black Aces ya pale pale. Alikuwa ni meneja mkuu, kwa maana kwamba alikuwa ni kocha mkuu wa klabu hiyo ya Black Aces. Lakini pia mwaka 2017 na mpaka 2025 alikuwa ni kocha mkuu wa klabu ya Stellenbosch ya mwaka 2025, ambapo mkataba wake ulikuwa unaenda kutamatika mwezi wa 6 na tarehe 30 ya mwezi ya mwaka 2026. Kwa hiyo unaona hapo Simba wameweza kumsababisha kocha huyo Steve Barker kumaliza ama kuvunja mkataba wake kwenye klabu hiyo ya Stellenbosch kutoka hapo Afrika ya Kusini. Mchakato ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Kwangu mimi binafsi naona ni usajili mzuri. Ni kocha ambaye anaweza kwenda kuipa Simba thamani, na kwa sababu ya aina ya football ambayo anajaribu kuitumikia Steve Barker,
ni moja kati ya makocha bora, labda kipengele walete wenyewe Simba, lakini kwa ubora wa ufundishaji, ubora wa discipline ambayo aliyokuwa nayo, hakika kabisa naona ni kocha sahihi, ni kocha ambaye mwenye kufuata vigezo na masharti. Simba hapa hakika kwangu mimi binafsi wamelamba dume, ni kocha ambaye ni mzuri kweli kweli. Labda nikupe sifa ambazo kocha huyu anazo. Ukijaribu kuwaweka sokoni makocha wawili ambao ni kocha Dimitar Pantev na kocha Steve Barker, unaweza ukasema kwamba sokoni kuna makocha hao, na wewe unatamani kuondoka na nani pale sokoni? Mimi kwangu binafsi naondoka na Steve Barker. Ni moja kati ya makocha ambao wenye plani si chini ya plani tatu katika eneo la uwanja. Ukumbuke kwamba katika mchezo wa robo finali dhidi ya Simba, mchezo ambao uliopigwa pale katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, uliona kabisa Stellenbosch walikuwa ni timu ambayo ikijaribu kupush na ikijaribu kufanya vile ambavyo ilivyokuwa wakiweza, na mchezo ule sisi wenyewe binafsi tuliuona, kwa maana kwamba Simba jinsi gani aliweza kustruggle na kuweza kupata goli moja katika mchezo ule. Kwa hiyo ni kocha ambaye anajaribu kutumia mfumo wa 4-3-3, na kocha ambaye aliondoka alikuwa akitumia mfumo wa 3, kwa maana kwamba fullback watatu na katikati kulikuwa na wachezaji wa 4. Lakini ukitazama mfumo ambao anajaribu kutumia Steve Barker, unaona kabisa dhahiri wa shahili kwamba ni kocha ambaye anatumia mfumo wa 4-3-3. Kwa hiyo kwa aina ya wachezaji waliokuwepo kwenye kikosi hiki cha Simba, unaiona kwamba ule mfumo ambao anautumia kocha huyo kwa wale wachezaji ambao waliokuwepo pale kwenye kikosi hiko cha Simba, unaiona nafasi hiyo kwenda kumpa kile ambacho yeye alichokuwa anakifanya katika uwanja ama katika timu ambayo aliyokuwa ametokea kule nchini Afrika ya Kusini. Naweza nikasema kwamba naweza nikawa na wasiwasi, kwa maana kwamba wachezaji waliokuwepo katika kikosi hiko cha Simba, inaweza kasema kwamba ni wachezaji ambao na wachezaji ambao wa Stellenbosch kwamba ni wachezaji wawili tofauti. Wachezaji ambao waliokuwepo Stellenbosch walikuwa ni wachezaji nguvu kazi, na asilimia kubwa sana wachezaji wa Stellenbosch walikuwa ni raia kutoka pale Afrika ya Kusini. Mbali tu kuwa raia wa taifa hilo la Afrika Kusini, walikuwa ni wachezaji wenye nguvu kazi, kwa maana kwamba ile chemistry ambayo walikuwa wakijaribu kuionyesha klabu ya Stellenbosch na ile chemistry ambayo Simba walikuwa nayo kwa hivi sasa, inawezekana ikachukua muda kocha Steve Barker kuimprove kile ambacho alichokuwa akikifanya kule Stellenbosch, lakini pia kama wachezaji watampa kile ambacho alichokuwa anakihitaji kocha huyo, basi naona kabisa itakuwa ni nafasi nzuri ya wachezaji wa Simba kwenda kufanya vizuri pindi pale kocha huyo atakapoenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba Sports Club. Kwangu mimi binafsi sina shaka na mbinu, sina shaka na plani, kwa maana kwamba ni kocha ambaye anaamini zaidi mbinu na kocha ambaye anaamini sana plani, kwa sababu ni kocha ambaye anajaribu nini ambacho anachokifanya, anajaribu kumsoma mtu kwa haraka zaidi, na anajaribu, yani ni kocha ambaye hana zile Waswahili wanasema kwamba hana ile desturi ya kuwa ni kocha muoga. Pale ambapo anapokwenda kukutana na mpinzani mgumu, basi yeye hujaribu kutumia plan B, kwa maana kwamba baada ya kuona plan A imeweza kushindikana. Mimi kwangu so far so good, ni kocha mzuri, ni kocha ambaye anaweza kwenda kuifanya Simba irudi kwenye makali ambayo iliyokuwa ikiwa nayo misimu minne ambayo iliyokuwa imepita. Kwa hiyo rasmi Simba wameweza kumtangaza Steve Barker, raia kutoka pale Afrika Kusini, ni moja kati ya makocha bora kweli kweli, na huyu kati ya makocha 240 wale ambao walikuwa wametuma CV, na kati ya makocha hao 136 ambao walikuwa wamefaulu kuingia katika kinyang'anyiro hicho, na moja kati ya makocha ambao waliofaulu kutoka katika idadi ya makocha 136 kufikia mpaka makocha wanne, na Steve Barker jina lake lilikuwa limekuwepo pale. Lakini uongozi wa Simba ulijaribu kulichakata jina lake, na kocha ambaye alikuwa akichuana naye ni Miguel Gamondi. Kikao cha jana kilikuwa kimetoa ripoti hiyo. Kwa hiyo Steven Barker aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho dhidi ya Gamondi, na Gamondi walijaribu viongozi wa Simba kumjadili kwa kina zaidi na kuona labda ni kocha ambaye
alishawahi kuifundisha klabu ya Yanga, na wao binafsi huenda ikawa wameona sababu kwamba ni kocha ambaye aliwahi kuitumikia Yanga. Kwa hiyo inawezekana akawa na vinasaba na klabu hiyo ya Yanga, lakini pia viongozi wa Simba wameona kwamba sehemu sahihi ya kwenda kumchagua Steve Barker, kwenda kumpa kijiti ambacho kilichoweza kuachwa na kocha Dimitar Pantev kutoka pale nchini Bulgaria. Kwangu ni kocha mzuri, ni kocha ambaye mwenye falsafa nyingi kweli kweli. Aina ya soka ambalo analolitumia Steve Barker ni direct football. Ni kocha ambaye anatumia ule mfumo wa timu twende mbele, tusijaribu kupiga back pass, tusijaribu kucheza nyuma. Ni kocha ambaye anaamini twendeni mbele tukashambulie, na ni kocha ambaye mpira wake ni wa kasi kweli kweli. Kama utakuwa umejaribu kutazama mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch pale visiwani Zanzibar, utakuwa unanielewa hiki ambacho ninachokizungumza. Kwangu mimi so far so good, ni kocha mzuri. Hapa kilichobakia ni wachezaji tu wa Simba kwenda kumpa ushirikiano na kwenda kumpa ushikamano mzuri kweli kweli kwa kocha huyo, kwa sababu ni kocha ambaye anaamini kile ambacho alichokuwa anakiamini. Lakini wasiwasi mkubwa sana kwa kocha huyu Steve Barker. Ni kocha ambaye mwenye misimamo mikali sana. Ni kocha ambaye mwenye kufuata taratibu za kinidhamu. Ni aina ya makocha ambao huwa hapendi utovu wa nidhamu. Sasa ukijaribu kutazama kwa wachezaji waliokuwepo katika viunga vya Simba, ni mchezaji gani ambaye ana utovu wa nidhamu wa mara kwa mara? Naweza nikasema kwamba Jonathan Soa, Black Lion. Huenda ikawa hapa kuwepo kwa kocha huyu inawezekana kwamba kwake binafsi itakuwa ni mtihani sana. Lakini kama ile nidhamu yake atajaribu kuiweka vizuri na kuto kuleta utovu wa nidhamu, basi na hakika kabisa ni kocha ambaye ataenda kuifikisha Simba katika nchi ya ahadi. Ni aina ya football ambalo analolitumia ni direct football. Ni mpira twendeni mbele tushambulie, na kwa haraka zaidi. Zile back pass huwa hazifagilii sana. Ni kocha ambaye anaamini kile ambacho yeye anachokiamini. Kwangu mimi binafsi naona ni kocha mzuri, na ni kocha ambaye Simba wataenda kufaidika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza kwenye dressing room, kwa maana kwamba ni kocha ambaye mwenye nidhamu. Ni kocha ambaye anapenda sana wachezaji wenye unidhamu. Lakini pia Simba, nafasi ya pili ambayo anaweza kwenda kufaidika kwa kocha huyo ni aina ya soka ambalo analolitumia. Ukijaribu kutazama aina ya soka ambalo Simba analolitumia, huwa mara nyingi sana Simba huwa anamiliki mpira. Mara nyingi huwa akicheza na baadhi ya timu huwa anamiliki mpira. Sasa swala la kumiliki mpira ni swala lingine, na swala la kufanya mchezo uwe wa kasi zaidi ni swala lingine. Kama Simba inafanikiwa kumiliki mpira, basi kwa hiyo kocha Steve Barker kitu ambacho atakachoenda kukiingiza kwa haraka zaidi kwenye kikosi hiko cha Simba ni kwenda kufanya mpira wacheze kwa haraka zaidi. Yani ile ni direct football, kwa maana kwamba pasi moja mbele, pasi mbili mbele, pasi hivyo. Kwa hiyo ni kocha ambaye anaweza kwenda kuibadilisha Simba, kwa sababu Simba yenyewe binafsi mechi nyingi tumeshuhudia hapa wakimiliki mpira wa mara kwa mara. Kwa hiyo swala la Simba kwenda kuingiza kile kitu ambacho kwenda kucheza mpira wa haraka, mimi naona hilo kwake halitakuwa shida sana. Lakini nafasi ya tatu ambayo Simba ataenda kufaidika ni nafasi ya michuano ya kimataifa. Ni kocha ambaye mwenye mbinu. Ni kocha ambaye nilikwambia mara kwanza hana historia kubwa sana soka la Afrika, lakini ni kocha ambaye anajaribu kusoma mchezo kwa haraka zaidi. Ni kocha ambaye huwa anajaribu kumheshimu mtu pale ambapo anapokwenda kucheza naye, lakini baada tu ya kumheshimu huwa harudi nyuma, kwa maana kwamba ile nidhamu ya yule mpinzani ambaye yeye atakayeenda kumheshimu, basi hujaribu naye kupishana naye. Kwa hiyo hizo ni sehemu tatu ambayo Simba ataenda kufaidika sana. Ni kocha ambaye anajaribu kusoma mchezo kwa haraka zaidi. Ni mastermind, naweza nikasema hivyo. Ni mastermind kwa maana kwamba ni bonge moja la kocha wa kumsoma mpinzani kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kwangu binafsi Simba omeramba dume kwa aina ya soka ambalo analolitumia kocha huyo Steve Barker. Lakini kwa nidhamu, Simba hapa wale wachezaji waliokuwa na utovu wa nidhamu, basi nawaona kabisa wataenda kupata shida. Ni kocha ambaye mwenye misimamo mikali.
na hata uongozi wenyewe wa Simba. Kama zile tetesi zilizokuwa zikizungumzwa huko kusema kwamba Simba kuna kipindi walikuwa na tabia kupanga kikosi kwamba kocha wanampangia majukumu. Sasa kocha huyu ni kocha ambaye huwa anaamini kile ambacho yeye anachokiamini, na asilimia kubwa sana raia wa Afrika Kusini huwa wanaamini kile ambacho wao wanachokiamini. Tumeshuhudia hapa kwa kocha Fadlu Davis, alikuwa na misimamo mikali, kile anachokiamini na ndio kile ambacho alichokuwa akikifanya. Kwa hiyo Mwafrika mwingine Kusini ambaye anaenda kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Kwa hiyo ni kocha mzuri, naweza nikakiri hivyo. Ni kocha ambaye mwenye mipango mizuri, mwenye mipango mizuri. Ni kocha ambaye anajua nini cha kwenda kukifanya katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi kwangu sina doubt kwa aina ya soka analolitumia, lakini pili na aina ya soka ambalo analo lifundisha kocha huyu. Mimi kwangu sina shaka kabisa na kocha huyu Steve Barker. Lakini viongozi wa Simba, kitu ambacho wanatakiwa kuwa na tahadhari kwa kocha huyu, huwa hapendi minong'ono ya hapa na pale. Yaani kama kutakuwa na minong'ono ikiwa imepoteza Simba kwa mfano, sasa huwa hapendi yeye minong'ono, huwa anakubali sana ile tactical, kwa maana kwamba tumepoteza mchezo, basi turudini katika uwanja wa mazoezi twende kukiweka sawa kile ambacho kilichokuwa kimepotea. Kwa hiyo ni kocha ambaye kama kutakuwa bado inaendelea minong'ono kwenye klabu hiyo ya Simba, basi na yeye namuona hatakuwa atadumu muda mrefu kwenye kikosi hiko cha Simba. Si kana kwamba ni kocha ambaye sio mzuri, hapana. Ni kocha ambaye anaamini kile ambacho yeye anachokiamini. Ni kocha ambaye huwa hapendi minong'ono ya hapa na pale. Unakumbuka kile ambacho kilichoweza kumfukuzisha Fadlu Davis. Mipango na mikakati ya Fadlu pamoja na Mohamed Dewji walikuwa wamepanga kwamba yeye hataondoka kwenye klabu hiyo ya Simba na ataweza kuifundisha klabu hiyo ya Simba, na aliweza kufanya usajili wa hapa na pale, na aliweza kuwasajili wale wachezaji ambao kulingana na ripoti ile ambayo ya Fadlu Davis, kile ambacho alichokuwa amekiorodhesha kwenye ile ripoti ambayo Fadlu alikuwa ameiandika. Sasa kilichokuwa kimempoteza ndio hicho minong'ono ya hapa na pale, na kuna baadhi ya watu ya kuweza kumtishia maisha. Sasa kipindi kocha huyu Steve Barker kipindi alipokuwa amepitishwa kwenye kile kinyang'anyiro cha makocha 136 na kutoka hapo kufika mpaka kuwa kocha wa 4 kwenye kinyang'anyiro hicho. Sasa kwa taarifa tu ambazo nilizokuwa nimezipata kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, inaeleza kwamba kocha tayari ameshaweza kukabidhiwa kukabidhiwa ile ripoti kwamba tulikuwa tunazungumza hapa asubuhi kipindi kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi pamoja na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Ali Mangungu pamoja na mzee Kretus Magori wakiwa jaribu kuzungumza na waandishi wa habari asubuhi ya hii leo. Kocha Steve Barker alikabidhiwa video 3. Video ya kwanza ni mechi ya Azam dhidi ya Simba ambapo Simba amepoteza dhidi ya Azam. Mchezo huo ulimalizika kwa dakika 90 Simba kupoteza kwa idadi ya magoli 2-0. Na video ya pili aliweza kukabidhiwa kocha huyu ni video ya kikosi cha Stade Malien, mchezo ambao uliopigwa pale Bamako nchini Mali katika dimba la 26 Mars katika mji wa Bamako. Lakini pia video ya tatu ambayo kocha huyu Steve Barker aliyokabidhiwa ni ule mchezo wa Petro Atletico de Luanda kutoka pale nchini Angola. Kwa nini ameweza kukabidhiwa video hizo 3? Simba waliweza kufanya mawasiliano na kocha huyu na kumwambia kwamba tunahitaji huduma yako kwenye kikosi hiki cha Simba, na yeye kitu ambacho alichokijaribu kukitazama, kwanza Simba ni klabu kubwa barani Afrika na hilo halina ubishi, kila mmoja anafahamu hilo, lakini pia kutokuwa na ule ukubwa. Ukijaribu kutazama historia ya kocha huyu na ukijaribu ukubwa wa klabu ya Simba, unaweza ukaona ni vitu viwili tofauti. Aliweza kusajiliwa hapa Fadlu, alikuwa kocha msaidizi kutoka Raja Athletics Club ama Raja Casablanca pale nchini Morocco. Kuna watu waliweza kumbeza ule ufundishaji wake,
kocha msaidizi leo anaenda kupewa majukumu ya kuwa kocha mkuu. Kuna watu walimbeza, lakini kile ambacho alichokuwa amekionyesha katika michuano ya CAF Confederation Cup, kila mmoja aliweza kuziba mdomo. Kwa hiyo hata huyu kocha pia Steve Barker hana historia kubwa sana soka la Afrika, lakini mbinu tactical na ule ubora wa mastermind, hiki ndio kitu ambacho kilichoweza kuwashawishi uongozi wa Simba na kuweza kumpa kazi ama kijiti hiko cha kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Sasa zile video tatu ambazo kocha Steve Barker alichoweza kukabidhiwa baada tu ya kupitisha kwenye kile kinyang'anyiro cha yeye kuingia kwenye ile top 4 ya makocha ambao waliweza kutunikiwa kuingia kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Mchezo ule wa Azam alijaribu kuangalia kwa dakika zote 90 na ameona makosa yalikuwa eneo gani, lakini pia akaenda kutazama mchezo dhidi ya Stade Malien uliopigwa pale Bamako katika dimba la 26 Mars, lakini pia alijaribu kutazama ile video ya Petro Atletico de Luanda. Sasa cha kushangaza, kocha Steve Barker baada ya kuzitazama zile video tatu za zile mechi ambazo Simba amecheza, aliweza kuandika ripoti kwa maana kwamba iwafikie viongozi wa Simba kwamba kulingana na zile mechi ambazo wamepoteza, uongozi wa Simba hawakumpa zile video ambazo Simba ameshinda. Kitu pekee ambacho viongozi wa Simba walijaribu kumtazama kwamba tumpe hizi video ambazo sisi tumefungwa. Je, kimbinu na kiubora wapi waliweza kuzidiwa mpaka Simba mechi hizo tatu waliweza kuzipoteza? Kwa hiyo kocha Steve Barker baada ya kukabidhiwa hizo video tatu, ripoti yake sasa baada ya kuzitazama zile video aliweza kuandika ripoti. Kumekuwa na zile ripoti kama za makocha kuelekea kwa dirisha dogo hili litakaloenda kufunguliwa Januari ya mwaka 2026. Sasa ripoti yake, kuna baadhi ya maeneo kocha Steve Barker aliweza kuyatunuku na kusema kwamba maeneo haya yanahitaji kwenda kufanyiwa maboresho. Eneo la kwanza ni fullback namba 2. Fullback namba 2 tunafahamu kwamba namba hiyo inahudumiwa na wachezaji wawili. Mmoja ni Show Me The Way, Shomari Kapombe, lakini mwingine ni David Kameta Duchu, ambaye wote hao ni mafullback na namba 2. Kocha Steve Barker akasema kwamba eneo hili pia linahitajika kwenda kufanyiwa maboresho. Kwa hiyo Simba uongozi kwenye kikao cha jana, na kulingana ile ripoti aliyokuwa wamekabidhiwa viongozi wa Simba na dirisha hili dogo litakapoenda kufunguliwa, na ndio maana kuna baadhi ya wachezaji tayari Simba wameshaanza kupeleka mkono kuanza kufanya mazungumzo nao, na kuna baadhi ya viongozi wa Simba hawapo nchini Tanzania, wapo katika mataifa mbalimbali ambayo wamejaribu kwenda huko kufuatilia kwa baadhi ya wachezaji hao. Sasa eneo lingine ambalo kocha Steve Barker kwenye ripoti yake alikuwa amekiandika ni ile eneo la X factors, kwa maana kwamba kiungo namba 10. Amejaribu kumtazama Neo Maema kutoka pale Afrika Kusini, lakini pia akajaribu kumtazama Jinchale Ahua kutoka pale Ivory Coast, Cote d'Ivoire, lakini pia alijaribu kumtazama Awesu Ali Awesu, na pia anahudumu katika nafasi hiyo ya namba 10. Lakini pia amejaribu kutazama ule eneo la katikati katika namba 10, nani ambaye anaweza yeye kwenda kumtumia katika mashindano mbalimbali, hususan michuano ligi mabingwa barani Afrika, hata ligi kuu Tanzania bara, kwa maana kwamba ya NBC Premier League ama kombe la CRDB Federation Cup. Sasa kocha huyu Steve Barker alishajaribu kukitazama, na ripoti yake amesema kwamba anahitaji mchezaji mmoja katika eneo hilo, kwa maana kwamba anahitaji yule X factor ambaye atakayeenda kuunganisha safu ya ushambuliaji na safu ya kiungo kutoka eneo la katikati. Hilo ndio eneo ambalo yeye, na amesema kwamba ripoti yake, na nukuu kulingana na ripoti ya mwalimu huyu, unaweza kujiuliza kwamba kocha huyu amepatikana siku 2 ama si siku 2. Simba makubaliano ya kocha huyu ni ndani ya wiki moja tayari walishaweza kukubaliana na kocha huyu Steve Barker kutoka pale Afrika ya Kusini. Sasa Steve Barker amesema kwamba eneo la namba 10 pia linahitaji kwenda kufanyiwa maboresho. Sasa na ye mwenyewe amempendekeza, kuna mchezaji mmoja kutoka pale nchini Morocco, mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, ambaye amejaribu kumtunuku mchezaji huyo ama kumpendekeza kwamba Simba
waende kufanya mazungumzo na mchezaji huyo na kuona labda inawezekana ikawa ni sehemu sahihi ya mchezaji huyo kukubali. Ni mchezaji mzuri, anaitwa El Tami kutoka pale nchini Morocco. Ni moja kati ya wachezaji ambao klabu yake haishiriki michuano ya ligi mabingwa barani Afrika, lakini pia timu yake haishiriki michuano ya CAF Confederation Cup. Tafsiri ni kwamba kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili hauwezi ukapata wale wachezaji tegemezi, wale wachezaji wakubwa. Kama vile Simba imehusishwa na kuweza kumpata mchezaji Ismaila Sampara kutoka pale Mali katika kikosi cha Stade Malien. Simba walikuwa wanahitaji huduma ya mchezaji huyo, lakini uongozi wa Stade Malien wameweza kulitupilia mbali dili hilo, kwa maana kwamba hawahitaji mazoea ya kuweza kumruhusu mchezaji wao aondoke na wakati wao wapo katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Na Simba niliwaelewa, kwa maana kwamba walikuwa wanamhitaji Ismaila Sampara kwa sababu ya kwenda kutengeneza ile shape nzuri katika mabeki wa kati. Na ukumbuke kwamba Rushan Derek amepata majeraha, ni central defender. Kwa hiyo Simba walimhitaji Ismaila Sampara kwa maana kwamba kwenda kuongeza chachu, kwenda kutengeneza chemistry nzuri dhidi ya Wilson Nangu. Lakini uongozi wa Stade Malien wao wakasema kwamba haiwezekani, kwa sababu hata wao pia wapo katika michuano ya ligi mabingwa barani Afrika. Sasa huwezi ukamtoa mchezaji tegemezi ukampa adui yako. Kwa hiyo hicho kitu ambacho kilikuwa hakiwezekana, lakini Simba dili hilo limeweza kufa. Lakini huyu mchezaji ambaye kocha mwenyewe aliyeweza kumtunuku ni mchezaji ambaye hayupo kwenye mashindano hayo ya ligi mabingwa barani Afrika, hayupo kwenye michuano ya ligi ya kombe la Confederation Cup. Kwa hiyo kama Simba itaendelea kuongeza nguvu ili kuweza kumpata mchezaji huyo, na kocha mwenyewe amesema kwamba mchezaji huyo hana klabu yoyote ambayo ilikuwa imejaribu kuweza kumhitaji, na hata mchezaji mwenyewe amesema kwamba yeye pia anahitaji kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba. Kwa hiyo kocha mpya wa klabu ya Simba, ripoti yake imejaribu kuorodhesha yale maeneo ambayo alikuwa amejaribu kuyatazama na yale maeneo ambayo yanahitajika kwenda kufanywa maboresho kulingana na zile video tatu za uongozi wa Simba kuweza kumtumia kocha huyo Steve Barker. Lakini ukumbuke mawasiliano haya yamefanywa kipindi kocha huyu yuko kule nchini Afrika Kusini, bado hajawasili hapa nchini Tanzania, lakini video hizo aliweza kutumiwa kocha huyo na akaambiwa kwamba zitazame hizo mechi tatu: Simba dhidi ya Azam, Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda, Simba dhidi ya Stade Malien, mchezo ambao ulipigwa kule Bamako, katika mji wa Bamako nchini Mali. Kwa hiyo kocha akajaribu kuzitazama hizo video na akajaribu kuona kwamba ni maeneo gani ambayo Simba yanahitajika kwenda kufanyiwa maboresho. Kwa hiyo eneo la kwanza ni fullback namba 2, nilikwambia mara kwanza, na eneo lingine ni eneo la katikati, kiungo namba 10, ambaye yeye pia ameweza kumtunuko ama kupendekeza kwamba anamhitaji mchezaji wa aina hii. Kwa hiyo Simba wenyewe waanze huo mchakato, na hivi ninavyozungumza baadhi ya viongozi wa Simba tayari wameshaanza kufanya mawasiliano na huyo mchezaji kutoka pale nchini Morocco, na usajili huu utakuwa ni usajili wake wa kwanza kocha huyo amependekeza. Lakini wachezaji wote ambao walikuwa kwenye ripoti aliyoweza kuorodhesha hakuwasema kwamba mchezaji huyu namtaka, lakini mchezaji namba 10 yeye ndiye aliyeweza kumpendekeza mchezaji huyo. Kwa hiyo ni eneo zuri na moja kati ya maeneo ambayo kocha amejaribu kuyatazama na amejaribu kuona kwamba maeneo haya yanahitajika kwenda kufanyiwa maboresho zaidi. Lakini eneo lingine kocha Steve Barker ambalo alojaribu kwenda kulifanyia ama kuhitaji kwenda kufanya maboresho ni eneo la kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni, kwa maana kwamba flanks ya kulia. Ukijaribu kutazama kwenye kikosi cha Simba kuna idadi kubwa sana ya wachezaji wanaotokea pembeni. Ukijaribu kumtazama Mohamed Bajaber ni mchezaji mzuri anayetokea pembeni, lakini pia ana uwezo wa kuhudumu eneo la katikati, kucheza kama behind the striker number 10. Lakini pia ukijaribu kumtazama Eli Mpanzu Kibisawala pia ana uwezo wa kucheza namba 10, lakini pia namba ambayo alikuwa ameizoea kutokea pembeni.
ukijaribu kumtazama kina Morris Abraham ana uwezo kutokea pembeni kucheza kama flanks ya kushoto na flanks ya kulia, lakini pia ana uwezo wa kusogea eneo la katikati kucheza kama namba 10. Ukijaribu kumtazama Joshua Mutale Budo pia ana uwezo wa kucheza namba 10, lakini pia kutokea pembeni. Lakini kocha Steve Becker amesema kwamba hapana, nataka mchezaji mwingine kutoka eneo la pembeni. Kwa hiyo Simba sasa kitu pekee ambacho ni wachezaji wanne kwenye ripoti ya mwalimu imeweza kuorodhesha kwamba wachezaji hao wanahitajika kwenda kufanyiwa ongezeko la wachezaji hao watatu. Lile dili la Luis Jose Miquissone, kocha Steve Becker amelikana. Amesema kwamba huyo haoni kama itakuwa ni sehemu sahihi ya kuweza kumpata mchezaji huyo. Kwa hiyo Simba wao pia kipindi kocha ripoti yake imesema kwamba anahitaji mchezaji winga wa kulia ama wa kushoto, jina la Luis Jose Miquissone aliweza kuambiwa mchezaji huyu tumeshaanza mazungumzo naye. Je, atakuwa ni mchezaji sahihi na yule ambaye unayemhitaji? Kocha jibu la Steve Becker akasema kwamba hamhitaji huyo mchezaji, kwa maana kwamba yeye hakuvutiwa na ubora wake, na nimemuelewa kile ambacho alichokuwa amekizungumza Steve Becker. Amejaribu kutazama umri wa Luis Jose Miquissone, umri wake tayari umeshaweza kumtupa mkono, na mchezaji ambaye yeye jina lake pia ameweza kulipitisha, kwa maana kwamba Simba waendeleze kuongeza nguvu ili mchezaji huyo aweze kukubaliana na ofa hiyo ya klabu ya Simba. Kwa hiyo baada ya kutuma jina la Luis Jose Miquissone, kocha Steve Becker kulikataa jina hilo, Simba wakatuma jina lingine, kwamba kwa sababu kocha yeye amesema kwamba anamtaka mchezaji kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni, either flanks ya kulia ama kushoto. Kwa hiyo Simba uongozi wakijaribu kumtumia Luis Jose Miquissone jina lake na video zake, ubora wake, akasema kwamba huyu simhitaji. Lakini Simba wakatuma jina lingine la Alan Okello, raia kutoka pale Uganda, mmoja kati ya club anayoitumikia ni Vipers. Hawa nao pia hawapo katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kumshawishi Alan Okello. Na usajili huu Alan Okello ni jina lake lilikuwa kwenye ripoti ya kocha Fadru kabla hajaondoka. Fadru alijaribu kumtazama kwenye michuano ya CHAN, akasema kwamba huyu Alan Okello itakuwa ni sehemu sahihi ya mimi kumuingiza kwenye kikosi changu, lakini bahati imekuwa mbaya kwa Fadru, akaondoka. Lakini baadhi ya viongozi tayari walishaanza kufanya mchakato wa kuweza kumpata mchezaji huyo, lakini hilo lilikuwa limeweza kufeli. Lakini kwa mara nyingine kocha huyu Steve Becker, baada ya kusema kwamba anamhitaji mchezaji wa aina hiyo, na wao sasa Simba wameanza kulifufua dili hilo la Alan Okello kwenye klabu hiyo ya Vipers. Uongozi wa Vipers mara kwanza waliweza kukubali, na hata mwenyewe pia uongozi wa Simba mwanzo kabisa waliweza kukubali mchezaji huyo aweze kuhamishwa kipindi dirisha kubwa la usajili kabla ya ligi kuu Tanzania bara kuanza, ama michuano ya kimataifa kabla ya kuanza. Lakini mchakato uliweza kufeli baada ya aliyekuwa akimhitaji kwenye kikosi hiko cha Simba kuweza kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba. So far so good. Mchakato umeendelea, kwa maana kwamba jina la Alan Okello limeingizwa kwenye ripoti ya mwalimu kocha Steve Becker, wale wachezaji ambao yeye anao wahitaji kwenye klabu hiyo ya Simba.